Kutokana na Tanzania kuwa nchi ya 4 duniani kwa uzalishaji wa mwani, wadau mbalimbali wa mazingira wameishauri serikali kufanya mgawanyo wa maeneo baina ya wavuvi na wakulima ili kuepusha migogoro ya matumizi ya rasilimali katika uchumi wa bluu. Ushauri huo umetolewa na Salma Mwishaha Chato, ambaye ni mkufuzi wa ufugaji wa viumbe maji FETA Mtwara Mikindani Company, katika kongamano la mabadiliko ya tabia ya nchi, ambapo ameeleza kuwa kutokana na bei ya mwani kuwa kubwa, wakulima wengi wamekuwa kihamasika zaidi kulima zao hilo, jambo ambalo limesababisha mwingiliano baina ya wavuvi na wakulima wa mwani. Niombe kwamba kutoa rai kwa serikali itusaidie serikali. Sisi kama wataalamu, wasimamizi, lakini kama wakulima pia wa mwani na wafugaji wa majongo bahari, tuna shida kwa sababu maeneo mengi bado hatujatengewa kusema hili hapa ni eneo rasmi wakulima wa mwani la kwenu, hili hapa wafugaji wa majongo bahari ya kwenu hii. Kwa hiyo kunakuwa na mwingiliano kati ya wavuvi na hawa watumiaji wengine wa bahari. Kwa hiyo tusije tukatengeneza migogoro. Sisi wote ni jamii moja na wote tuna lengo moja la kutumia rasilimali zilizopo au fursa zilizopo kwenye uchumi wa bluu kujipatia kipato, lakini kuongeza pia pato la taifa. Kwa hiyo sije ikatokea ile migogoro kama inatokea labda kwa wakulima na wafugaji kwenye maeneo ya malisho, kila mmoja huyu anataka malisho, huyu anataka alime mazao yake. Katika hatua nyingine, afisa miradi kutoka taasisi ya BDS, Ramadhani Mihozo, ameeleza lengo la kongamano hilo na mikakati waliojiwekea kuhakikisha kwamba wanakabiliana na changamoto hizo. Lengo kubwa kwa kutanisha wadau wote hao ni kuangalia namna gani tunaweza tukaja na mbinu rafiki na ambazo zitakuwa sustainable kwa mji wetu wa Mtwara. Haya yote tunayafanya kwa sababu tunaamini mji wetu unakuwa, lakini bila kuwa na mikakati madhubuti ya kuweza kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, tunajikuta tunaingia kwenye hatari zaidi wa maisha yetu, especially kiafya. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wameeleza namna walivyonufaika na kongamano hilo litakavyosaidia katika kuhifadhi mazingira. Lakini sisi tunatoka mtaani ndio tunakabiliana na changamoto za moja kwa moja. Tumepata vitu muhimu, elimu, kitu gani tukiendee, mabadiliko tunayoyaona ni kwa namna gani tunaweza tukayaendea, ni kwa namna gani tunaweza tukashirikiana na taasisi mbalimbali tuweze kufikia malengo na tuweze kuiona kwamba nchi yetu au jamii yetu inapata uelewa na inapata uzoefu na utunzaji mzuri wa mazingira. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao, Upendo TV.